hao maulama waliosema taswir imeharamishwa kwa sababu ya saddan lidharia, kwa sababu Sheikh al-Albani ni mmoja katika hao waliosema kwamba illa ya kuharamisha taswir sio mudaha peke yake, na wewe mnukuu maneno ya Sheikh al-Albani, sio mudaha peke yake, kuna illa nyingine saddan lidharia, isiwe ni sababu ya kuingia katika shirki, fitna na madhara mengineyo. Huyu Sheikh al-Albani ndio ambaye amehalalisha taswir katika at-tilvaz, taswiri katika tilvaz. Yeye ndio ambaye amehalalisha taswiri kwa ajili ya taalim, yeye ndio ambaye amehalalisha taswiri kwa ajili ya tafhim al-alam al-islami. Na hapa nasoma maneno yake, naomba nisome maneno yake, ninukuu maneno yake Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Maneno haya yeye hayasomi, sio kwa sababu ima hajayaona au labda yapo kinyume na maukifu yake au yataharibu ile maudhui yake, lakini maneno haya Sheikh al-Albani akihalalisha taswiri katika tilvaz, tena akiona kuwa inaweza kafika haddi ya wajib, mpaka ya wajib, na mtu akifanya hivyo yujar wa yuthab. Sheikh al-Albani rahimahullah, ambaye huyu ni katika wale wanafanya tahrib, wanaharamisha kweli kweli, lakini akasema ikiwa ni taswiri kwa ajili ya taalim wa tafhim al-alam al-islami, basi hiyo inaweza kafika mpaka wa wajib na mtu anakuwa ni maajur muthab. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala ana maneno mengi marefu kuhusiana na jambo hili, tena kwa matamko tofauti tofauti. Hapa nitayasoma maneno yake haya, lakini kuna matamko yake mengine ambayo huenda huko mbele tukiona kuna haja tukayasoma. Sheikh al-Albani anasema maneno haya mazuri, watu wasikilize vizuri. Ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soroka na watu wenye ufahamu kama wake, kwa sababu kuna watu na maukifu naam ya kuharamisha taswiri, lakini hawana ufahamu kama wake. Na ni maukifu inafahamika, baadhi ya mashekhe zetu wana maukifu hiyo, Allah wahifadhi mashekhe zetu wakubwa, maukifu ya kuharamisha taswiri, lakini ufahamu wao si kama ufahamu wake. Wewe una maukifu hiyo, lakini ufahamu wako pia ni mbovu. Kwa hiyo wewe Hassan Soroka na wenye ufahamu kama wako kwenye masala hii, hebu sikilizeni haya maneno ya Sheikh al-Albani. Sheikh al-Albani ana maneno marefu, lakini katika hayo anasema ashahid, nimeandika ile sema ashahid, anasema la yajuzu fi i'tiqadi ardhu al-ashya'i la qimata laha fi at-tilvaz, haifai katika itikadi yangu mimi, yani katika itikadi yake na rai yake, haifai ardhu al-ashya', kudhihirisha vitu la qimata laha fi at-tilvaz, vitu ambavyo havina thamani, havina faida katika television. Wabitali, ikiwa ni hivyo vile vile haitofaa tasjilu bihadhi al-ashrita, vile vile kurekodi, kutumia vitu hivi, kamera na mfano wake, kurekodi vitu ambavyo havina faida yoyote, havina thamani yoyote. Kisha akasema illa lima la budda minhu, isipokuwa vile vitu ambavyo lazima hatuna budi navyo, litafhimi al-alami al-islami. Angalia hapo, isipokuwa, kwa Sheikh akasema illa, kavua, isipokuwa vile ambavyo hatuna budi navyo, litafhimi al-alami al-islami, kwa ajili ya kufahamisha ulimwengu wa Kiislamu, baadhi al-ahkam shar'iyya, baadhi ya ahkam za kisheria. Kwa hiyo Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala kumbe anaona inafaa kufanya taswir na kudhihiri katika tilvaz na tasjil, kufanya tasjil, kurekodi bihadhi al-ashrita, kwa lengo la kufahamisha ulimwengu wa Kiislamu baadhi ya ahkam za kisheria. Kisha anatokea mtu anawafanyia inkar hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya kufanya hivyo. Wa ma'al asaf, anasema jambo la kusikitisha, inna nara yu'radu ma la faidata minhu fi tilvaz, sisi tunaona hudhihirishwa na huonyeshwa yale mambo ambayo hayana faida katika television, bal ma la yajuz, bali huonyeshwa yale ambayo hayafai kabisa. Kisha akasema wa ma yajuzu, na yale yenye kufaa kuonyeshwa. Sasa yale yenye kufaa kuonyeshwa, bali wa ma yaji, bali ambayo ni wajibu. Angalia, sio tu yenye kufaa, bali ambayo ni wajibu, la yu'rab, hayaonyeshwi. Maana yeye anaona ni wajibu, inafika katika hadhi ya wajibu watu kufanya kudhihiri katika tilvaz kwa lengo la kuwafundisha umma huu wa Kiislamu baadhi ya ahkam za kisheria. Kisha akasema ma ahsana law arada ala shashati tilvaz rajulun alimun fadilun yubayyin lahum sifata salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sifata wudu'ihi alayhi salatu wassalam, sifata hajjihi wa umratihi ila akhir. Uzuri ulioje lau kama ikiwa atadhihiri kwenye screen
ya TV, screen ya television. Leo hii kuna baadhi ya ndugu zetu, mtu akidhihiri katika, kama vile mimi hapa nimedhihiri katika hii screen, au mashekhe wengine, tunaambiwa kwamba tunawaghuri mabinti za watu, tunafanya riaa. Maneno gani haya ambayo la qimata la faidata la, maneno ambayo hayana faida. Angalieni maneno ya maulama. Yani unamsema mtu kwa kitu ambacho ndani yake kuna maneno ya maulama kibar wakubwa. Sheikh al-Albani anasema ma ahsana, uzuri yoje, lau arada ala shashati tilvaz, lau kama ikiwa mtu atadhihiri katika screen ya TV, lau kama ikiwa atadhihiri katika screen ya television, rajulun alim, mtu mwenye elimu, fadil, bora, tena mtu bora, mtukufu, muadham, akadhihiri, yubayinu lahum, anawabainishia waislamu sifata salati nabii, sifa ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifata wudhu, sifa ya wudhu wake, sifata hajihi wa umrati, sifa ya hija yake na umra yake, ila akhiri. Kisha akaleta maneno mengi kazungumza, kisha akasema, yani hapa katikati kaleta maneno, lakini ashahid akaendelea akasema, limadha la tu'radu hadhihi sura. Hebu sikiza vizuri Hassan Soloka na watu wenye ufahamu kama wako, limadha la tu'rad hadhihi sura, yani sura hizi za wale ambao wanafundisha kaifia ya sala ya Mtume, kaifia ya haji, manasik, adau manasik alhajj, ibada zile za hija, wakafundisha kwa matendo. Anasema limadha la tu'rad hadhihi sura, kwa nini sura hizi hazidhihirishwi? Kwa nini sura hizi hazidhihirishwi? Angalia kasemaje Sheikh, as-sura. Kwa Sheikh anajua kwamba hizi ni sura, hii ni taswira. Kwa nini la tu'rad hadhihi sura, kwa nini sura hizi hadhihirishwi? Hapa mpaka hapa tunapata faida kuwa kuna sura kumbe zinafaa kudhihirishwa kwa haja na maslahi ya kidawa, maslahi ya kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sunna ad-da'wa. Sheikh anasema limadha la tu'rad hadhihi sura wa hadha awjabu ma yakunu 'arduhu fi at-tilvaz, na hili ndio jambo ambalo la wajibu ambalo linatakiwa lidhihirishwe katika television, inafika hadhi ya wajib. Wa hadha amrun ma'jurun, ni jambo ambalo mtu analipwa, anapewa ujira. Kwa hiyo hawa watu wa media ambao wanafanya taswir za muhadharat wa nadawat wasisumbuliwe, kwa sababu kuna wengine wanalalamika wanasumbuliwa kwa sababu ya watu hawajui kutaamal na masail ijtihadiyya. Kwa hiyo watu waache mambo kama hayo. Hawa wanafanyia kazi maneno ya maulama. Anasema Sheikh al-Albani, wa hadha awjabu ma yakunu arduhu fi tilvaz. Leo hii sisi hatuna Ahlus Sunnah wal Jamaa television maalumu ya Kiislamu au television maalumu ya da'wa yetu hii ya kisalaf, lakini ziko media za kisalaf wanafanya hivyo. Kwa nini wasumbuliwe? Kwa nini wabughudhiwe? Hali yakuwa ni jambo ambalo maulama wamelielekeza na ni jambo ambalo lina faida katika umma wa Kiislamu. Acha watu wafanye istiham, watu wafanye istiham, makufar, mulhidun, watu wamejaa mitandao ya kijamii, watu wanachota fikra potofu kwa sababu ya hizi taswir. Lakini vile vile wakipatikana maduat as-salafiyun wakajitoa wakafanya taswir, wakaingiza katika mitandao, muda wa kuwa si jambo la haram kwa itikadi yao na maukifi yao, na ni jambo ambalo hakuna mukhalafatu nusus na hakuna ndani yake kwenda kinyume na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna mashiko makubwa ya maulama tena kibar. Waacheni watu waeneze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha, shanasema limadha la tu'rad hadhihi as-sura wa hadha awjabu ma yakunu 'arduhu fi at-tilvaz wa hadha amrun ma'jur. Limadha la yu'rad rajulun 'alimun fadil, kwa nini asidhihirishwe, asionyeshwe mtu mbora alim, yasif lihadha al-alam al-islam, akausifia huu ulimwengu wa Kiislamu ala shashati tilvaz, katika screen ya television, al-umra, umra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna umra hivyo, wa ahkama, na ahkam zake, tatbiqan amalia, kwa tatbiki ya kimatendo. Thumma ba'da dhalik al-hajj, kisha baada hapo akawabainishia haji wa mashaa'ir al-haram, na mashaa'ir nyingine tukufu katika ibada nyingine za hija, walwuquf, na kusimama Arafa, ila akhirihi, na mfano mambo kama hayo. Kisha akasema shekhe, fatusbihu hadhihi ad-durus aqwa darsin mujda ala wajhi al-ard, yakawa madarasa haya ambayo ndani yake kuna sura za hawa mashekhe, ndani yake kuna masura za hawa mashekhe, huyo rajulun alimun fadilu, zikawa madarasa haya aqwa darsi, ni madarasa makubwa yenye nguvu, yenye kuwa
darasa zilizopatikana katika mgongo huu wa ardhi. Lianna alladhi yusma laysa kalladhi yura, kwa sababu kile ambacho kinasikika akilingana na kile kinachoonekana. Kwa hiyo usiseme maslahi yako wapi, sikiza maneno ya Sheikh Al-Albani, lianna alladhi yusma'u laysa kalladhi yura, kile ambacho kinachosikika kwenye audio sio kama kinachoonekana. Mtu akisikia tu maneno hivi na mwingine anasikia na kutizama, hawezi kulingana. Waqad qila qadiman, sha nasema pamesemwa kale huko, wama ra'in kaman sami'a, hakuwa mwenye kuona halingani mwenye kuona yule ambaye mwenye kusikia peke yake. Bal hadha ahsanu minhu, bali maneno mazuri kuliko hayo, qauluhu sallallahu alayhi wasallam, kauli yake Mtume aliposema ash-shahidu yara ma la yara al-ghaibu wa laysa al-muayinu kas-sami'. Akasema maneno ya Mtume haya ni maneno mazuri zaidi, aliyeshuhudia aliyokuwepo anaona kile ambacho haoni ambaye hayupo. Kisha akasema Mtume wa laysa al-muayinu kas-sami', hakuwa mwenye kuona kwa macho yake kama mwenye kusikia. Maslahi yapo au hayapo? Maslahi yapo makubwa. Sheikh Al-Albani rahimahullah na maneno mazuri na maneno mengine anayo kama haya, lakini kwa alfadh nyingine tofauti. Wewe unang'ang'ania kwamba taswiri fotografi zinaingia moja kwa moja kwenye taswiri muharram, zinaingia kwenye taswiri muharram. Kwa kama zinaingia, leteni dalili za kuvua. Sheikh Al-Albani anayo dalili ya kuvua. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ana dalili ya kuvua taswiri hizi, basi kazitaja hapa, anazo. Kama ikiwa kuna haja tutaleta haya maneno. Baada ya kusoma maneno haya ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mimi hapa nina maswali kwa ndugu yangu Hassan Soloka na watu wenye ufahamu kama wake, watu wenye ufahamu kama wake. Baada ya kusoma maneno haya ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, nina haya maswali. Naomba haya maswali aje kuyajibu, na ni ruhusa yoyote mwenye ufahamu kama wake, ruhusa yoyote mwenye ufahamu kama wake naye vile vile yajibu, au amsaidie ndugu yetu kuyajibu, kwa sababu ni maswali magumu mazito. Kwa ni ruhusa kwa yoyote anayeona kwamba anataka amsaidie, ampe msaada ndugu yetu, ampe. Ikiwa ataona kuna haja ya kujibu au ana uwezo wa kujibu, lakini hatumkalifishi, kwa sababu Allah anasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wake. Ikiwa anaona ana uwezo wa kujibu au kuna haja ya kujibu, basi katika kuyajibu usisahau haya maswali kuyajibu. Mimi nauliza, je, hii aliyoitaja Sheikh Albani ni taswir au si taswir? Yani Sheikh Albani aliposema limadha la tu'rad hadhihi sura, kwa nini sura hizi za watu kufundisha ulimwengu huu wa Kiislamu kwa vitendo, akadhihiri rajulun alim fadil, tena akasema aujabu ma yakunu ardhuhu fi tilvaz, akasema hii haya aliyoeleza Sheikh Albani, hii ni taswir au sio taswir? Bila shaka ni taswir. Ni taswir au sio taswir? Bila shaka ni taswiri. Kama ikiwa ni taswir, ikiwa hii ni taswir, swali la pili sasa. Swali la kwanza, je, hii alitaja Sheikh Al-Albani ni taswir au sio taswir? Aliyosema kwamba limadha la turad hadhihi sura, tena kataja sura, hajataja taswir. Kwa nini sura hizi hazidhihirishwi? Maanake inafaa sura hizi kudhihirishwa na watu wakazirekodi na watu wakazieneza, na wala sitoingia katika malengo yale ya kuzihifadhi kwa ajili ya dhikra, si kwa ajili ya kumbukumbu. Na haya ndio maneno ya Sheikh Al-Albani, maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Akahalalisha taswir, akaharamisha sura kwa ajili ya malengo mabaya, malengo ya haram kama vile dhikra mfano wake. Kwa hiyo Sheikh Al-Albani pia naye ana maneno hayo. Sasa nakuuliza wewe Hassan Soloka na watu wenye ufahamu kama wako, je, hii aliyotaja Sheikh Al-Albani ni taswir au sio taswiri? Ikiwa ni taswiri, swali la pili, ikiwa hii ni taswiri, je, Sheikh hapa amekhalif nas au hajakhalif nas? Kwa sababu kama ikiwa ni taswiri, taswiri zote ni muharram kulingana na dalili. Kullu musawwirin fi an-nar la'ana Allahu al-musawwirin, kulingana alfadh zilizokuja kwamba taswiri zote ni haram. Kwa hiyo kama hii taswiri, je, Sheikh amekhalif nas au hajakhalif nas? Kama alivyokhalif Sheikh Ibn Baz, kwa sababu mkosoa Sheikh Ibn Baz, kama alivyokhalif na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, je, Sheikh Al-Albani amekhalif nas au hajakhalif nas? Ikiwa amekhalif nas, Sheikh Al-Albani si binadamu, si bashar. Ikiwa amekhalif nas utasema hivyo,
basi njoo vile vile umkosoe Sheikh al-Albani kama ulivyomkosoa Sheikh Ibn Baz, kwa sababu maneno ya Sheikh Ibn Baz hayatofautiani maneno ya Sheikh al-Albani. Sheikh Ibn Baz msimamo wake ni haram, akahalalisha kwa haja na maslahi ya kidawa, na hapa Sheikh al-Albani anahalalisha kwa maslahi ya kidawa, kwa maslahi ya kueneza dini kwa Uislamu. Sasa kama ikiwa umkosoa Sheikh Ibn Baz na amekhalifu nafsi Sheikh Ibn Baz, na hapa vile vile uje kumkosoa Sheikh al-Albani kwa amekhalifu nafsi. Ikiwa shekhe hajakhalifu nafsi, ikiwa shekhe hajakhalifu nafsi, yani maana yake shekhe alipohalalisha hii taswir ya kwa lengo la taalim na kufahamisha umma wa Kiislamu, shekhe akadhihiri pale akafundisha swala, ikiwa hajakhalifu nafsi, mbona sasa unawakosoa hawa maduati, unawakemea, unaona kwa ni wajibu hawa maduati wanaofanya taswiri hiyo ambayo kaitaja Sheikh al-Albani? Mbona unawakosoa? Mtu akafanya taswiri pale, namna ya kuwakafini, namna ya kukafini mayit, namna ya kusali jeneza, mbona unawakosoa hawa? Kama ikiwa Sheikh al-Albani hajakhalifu nafsi, basi na hawa hajakhalifu nafsi. Ikiwa Sheikh al-Albani hajakhalifu nafsi kwa maneno yake haya, basi vile vile Sheikh Ibn Baz hajakosea. Kwa nini unamkosoa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala? Na ikiwa utasema amekhalifu nafsi kwamba yeye ni bashar kama alivyosema kwa Sheikh Ibn Baz, basi njoo umkosoe pia naye Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, ambaye unamnukuu sana, njoo umkosoe. Hiyo moja. Pili, ikiwa amekhalifu nafsi, utasema kwamba amekhalifu nafsi Sheikh al-Albani, ina maana hawa maulama wote wakubwa kazi yao ni kukhalifu nafsi tu, wote hawa Sheikh al-Albani, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Saleh al-Haidani, wote hawa wamekhalifu nafsi, si ndio hivyo? Wote hawa wana mukhalafatu nafsi, wamekhalifu nafsi sariha fi tahrim at-taswir fotografi. Yes, kadhalik Allah musta'an. Tatu, ikiwa utasema pia Sheikh al-Albani amekhalifu nafsi katika hili, ni nani aliyekutangulia katika mashekhe? Sikwambii maulama, mashekhe wakubwa, kuna Sheikh Arafat na mfano wake, ambao hata mashekhe zetu kuna wakati wanarejea kwao. Mashekhe zetu wa huku Tanzania wanarejea kwao. Mashekhe gani katika mashekhe wakubwa kina Abdullah al-Bukhari na kina Sheikh Arafat al-Muhammadi na mashekhe wengine wa kisalafu walikuwa katika Jadda, katika miji ya Yaman, mashekhe gani ambao wamekutangulia wewe? Sikwambia maulama, mashekhe gani walikutangulia wewe kusema kwamba hawa maulama wamekhalifu nafsi, hawa maulama wamekhalifu nafsi? Ni kina nani? Hebu tajie. Hilo swali la pili, tunaomba uje kutujibu. Hii aliyoitaja Sheikh al-Albani ni taswir au sio taswir? Swali la kwanza, ikiwa ni taswir, je, amekhalifu nafsi au hajakhalifu nafsi? Swali la tatu, je, hii taswir aliyoruhusu Sheikh al-Albani kusema kwamba adhihiri mtu alim, Sheikh aonekane pale anafanya kaifia ya swala ya Mtume, anafanya manasik al-hajj wal-umra, anabainisha watu udhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii taswira aliyotaja Sheikh al-Albani, aliyoruhusu yeye Sheikh al-Albani, je, haingii kwenye dharia ila shirki ila alfitna? Kwa sababu yeye Sheikh al-Albani ndio kasema kwamba taswir imeharamishwa sio kwa sababu ya mudhaha peke yake, pia ni dharia, kuna madhara ndani yake. Je, taswiri hii aliyoruhusu madhara yapo au hayapo? Kama yapo, mbona maneno yake yanagongana? Ndio utakuta kule kama tulivyosema, madhara hayapo kwenye taswiri hizi za kidini. Taswiri zote ambazo yataallaq bid-din, yataallaq bi nashri al-islam wa sunna, hazifungamani na madhara. Ndio maana huyo Sheikh al-Albani aliyesema kwamba taswiri imeharamishwa kwa illa nyingine, saddan lidharia, yeye ndio ambaye karuhusu hizo dini. Je, hii taswiri aliyoruhusu Sheikh al-Albani, je, pia ni dharia ila shirki? Kwa sababu sifa anaonekana pale, kwani yule Sheikh anayedhihiri pale kwenye TV na kufundisha watu swala ya Mtume, kufundisha watu udhu wa Mtume, watu hawezi kuchukua picha yake, taswiri yake wakatundika kwenye ukuta wakaadhimisha huko baadaye. Sasa je, taswiri hii aliyoruhusu Sheikh al-Albani ni dharia, nayo pia ni dharia ila shirk, ni dharia ila fitna au sio? Tuambie. Hilo swali la tatu. Swali la nne, ikiwa hii ni jitihada yake, ikiwa hii ni jitihada yake, ikiwa utasema kwamba Sheikh al-Albani hii ni jitihada yake, ameona hivyo, ikiwa hii ni jitihada yake, je, hii jitihada ameifanya katika sehemu ambayo yasughu fiha al-ijtihad au la yasughu al-ijtihad? Sheikh al-Albani yeye anaona kwamba
hizi sura si haramu. Kasema kule nyuma kwamba haifai kwenye itikadi yake na rai yake na msimamo wake kudhihirisha vitu katika TV ambavyo vina faida, illa lima la budda minhu, isipokuwa vile ambavyo hakuna budi navyo, isipokuwa vile ambavyo tuna haja navyo. Unauliza sasa, nakuuliza wewe Hassan Soloka, je, ikiwa hii ni jitihada yake kuona kwamba taswiri hizi zinavulika, taswiri hizi zinafaa kuwafundisha, akadhihiri mtu pale kwenye TV, kwenye taswiri akaonekana Sheikh alim fadhil, ikiwa hii ni jitihada yake, je, jitihada hii Sheikh al-Albani ameifanya katika masala ambayo yasughu fiha al-ijtihad au la yasughu fiha al-ijtihad? Jitihadi inafaa ndani yake au haifai? Hilo jambo la kwanza. Swali la 4. Swali la 5, hii jitihada aliyoifanya Sheikh al-Albani, je, fi muaradhati nusus, je, fi muaradhati nusus, ipo katika kukinzana na dalili za taswir? Kwa sababu yeye kaona kwamba inafaa kufanya taswir. Sheikh kutoka alim fadhil akafanya taswir katika TV, akaonekana kila kitu chake kuanzia kichwa chake mpaka miguu yake, kwa sababu afanye kwa vitendo. Je, sasa tunakuuliza wewe, hii taswir inapingana na zile dalili? Inapingana? Hii jitihada yake Sheikh iko fi muaradhati nusus, kwa sababu nusus imekuja amma, kullu musawwirin fi an-nar. Nusus imekuja amma, kullu musawwirin fi an-nar. Na maneno yako na nukuu ya lajnatu daima kwamba haifai kitu cha haram kuwa wasila fi nashri ad-din. Umeshindwa kutaamala na maneno ya maulama, maneno ya hao maulama ulionukuu. Sasa tunakuuliza hapa, Sheikh al-Albani yeye ameruhusu, amefanya kwamba taswiri hii ni wasila katika kueneza dini Uislamu, tena anasema ni aujabu ma yakunu ardhu fi tilbas, tena wa hadha amrun ma'jur, mtu analipwa, ni qurba, ni taa, mtu anapata thawabu. Uje tueleze vizuri, je, jitihada yake hii iko fi maradhati nusus, ipo katika kuzaa nusus na dalili? Swali la 6, je, maslahi yapo au hayapo? Sababu Sheikh al-Albani yeye anaona kwamba kuna maslahi makubwa, fatusbihu hadhihi durusu aqwa darsin wujida ala wajhi al-ard. Mpaka maneno haya Sheikh anasema madarasa haya yanakuwa ni madarasa yenye nguvu zaidi yaliyopatikana tongea madarasa yote yaliyopatikana katika mgongo huu wa ardhi, kwa sababu kuna watu wengi la yuhsinuna as-sala, watu wengi hawajui manasikul hajj. Kwa madarasa haya yanakuwa ni ya nguvu zaidi kuliko madarasa mengine yote. Mpaka anasema manake kuna haja kubwa ya kufanya hivyo. Sasa nakuuliza, maslahi yapo au hayapo? Kwa sababu nyinyi mshasema huko kwamba watu wamefahamu dini, watu wamefahamu kuswali, watu wamefahamu manasikul haji bila taswir. Ndio maana yake. Kwani sisi tumefahamu kuswali swala ya Mtume, kuswali manasik, kufahamu hizo manasikul haji kupitia taswir? Hapana. Tumekaa chini tumesoma vitabu tukafahamu tukafundishwa swala ya Mtume bila taswir. Sasa baadhi ya Waislamu kujua, babu zetu maswahaba kujua swala ya Mtume na wale waliokuwa kabla yetu kujua kuswali swala ya Mtume bila taswir, maana yake ndio maslahi hakuna? Sheikh al-Albani anaona maslahi yapo. Yeye mwenyewe Sheikh al-Albani amejua swala ya Mtume na amejua mambo mengi ya dini bila taswir, lakini yeye ndio anayesema kwamba sasa hivi kuna haja hiyo, maslahi yapo. Ishara kwamba manufaa ya kitu hayapimi kwa kutokuwepo kipindi fulani na watu kunufaika bila kitu hicho. Hiyo ni ufahamu dhaifu, fahmun qasir, yani kulinganisha. Kwa sababu kuna watu wanasema, sio yeye, tuna watu mfano wake kwenye mitandao wanazungumza huko, utakuta wanasema kwamba watu wamefahamu dawa bila hii taswiri. Naam, watu wamefahamu dawa bila taswiri. Sasa hivyo maneno hayo ndio yanasema kwamba hakuna manufaa ya taswiri hivi sasa. Manufaa ya kitu hayapimi kwa wakati uliopita au kwa wakati fulani au kwa watu fulani. Manufaa ya kitu yanapimwa kulingana na sehemu husika na wakati husika na watu husika. Zama hizi nyakati tulikuwa nazo, kuna haja kubwa na maslahi makubwa ya watu kufundishwa dini yao kupitia hadhihi taswirat, kupitia hadhihi suwar, kama alivyosema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Maslahi makubwa yapo na maulama hawa wote wanaona kwa maslahi hayo yapo. Kwa hiyo tunamwomba ndugu yetu akiona kwamba ana uwezo wa kujibu, na mwingine yeyote mwenye ufahamu kama wake amsaidie kujibu maswali haya. Usisahau katika yale ya kujibu
usisahau haya maswali kuyajibu. Hiyo itakuwa ni sehemu ya kwanza katika majlisi yetu hii ya pili katika kumjibu ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soroka, Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi. Tutamalizia katika sehemu ya pili nukta iliyobakia katika majlisi yake ya pili na muhadhara wake wa pili katika kumweka sawa katika nukta hiyo. Wabillahi at-tawfiq.